Walidi, umepata bahati. Kwanza ni mtu wa pwani. Bahati ya pili, umepata mama yako mzazi ni mwalimu wa Qur'ani. Pili, umepata bahati baba yako mwalimu wa Qur'ani. Tatu, wewe mwenyewe mwalimu wa Qur'ani. Alafu aliyekufuata akawa mwalimu wa Qur'ani. Lakini wewe ni mudir wa mahadi Tadhamun. Wale wasiojua kuna mahadi pale Dar es Salaam At-Tadhamun, na huyu ndiye mudiri wake. Kwa hiyo maana yake kazi ya kulea kama ilivyokuwa Sheikh Samiri. Ndio maana nikataka mufatane hapo, min qabli an yatamasa, kabla hajaingia mtu kati. Utakuelewaje bwana? Sheikh Hamisi kazi yake atakayokuja atafanya taaliki fupi kwa kile alichokisikia, wapi atajua mwenyewe. Alafu yeye ataniteulia hawa wazee hawa, kama atawapa wote au mmoja ataniteulia yeye, huku tena airudi. Atafanya iktitaf. Lakini sasa wewe nataka nikurudishe pale pale kwa huyu mwalimu huyu katika daraja zake mbili. Sijui unataka utuambieje katika upande wa malezi. Mwalimu huyu wa daraja ya kwanza wa kusomesha Qur'ani ambaye Sheikh Samiri kamzungumza, lakini kuna mwalimu ambaye kapanda kadaraja kidogo, akatoa khutba, akatoa mawaidha. Hivi ule ulimi wake kule anakoyapeleka maneno hayahitaji malezi haya? Anakuwa na kibali kwa mujibu wa dini, kwa mujibu wa mafundisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, awatandike lolote? Maana nakupa mfano kabisa. Mmoja katika sisi vijana tunaosomesha walimu aliwahi kusema akitoa mawaidha msikitini, na hii riwayatun sahiha muttafaqun alaiha, usiwe na wasiwasi na. Alisema, nyi wazee kutawadha mjuu mnamwaga maji, bora muache mkae nyumbani kwenu huko msikitini. Sijui hii iko sawa haiko sawa. Unatuambiaje katika daraja zetu mbili kabla hatujafika huko kwenye ushe? Hapa tunaposomesha na pale tunapopanda sasa, akina Sheikh Jongo, akina Sheikh Mkoyogore wakatupa khutba hadhara kama hizi, na wewe sema hapa panahitaji malezi au tunafanyaje? Marhaban bik, wewe peleke.